kwa kukaribisha watu wote kwenye session yetu ya leo. Kwa wale ambao hii ni mara yao ya kwanza kujiunga na sisi, huu ni mwendelezo wa info sessions ambazo tumekuwa tunazifanya mara kwa mara. Na lengo letu hasa ni kuweza kuwafikishia watu taarifa na kuwaonyesha wenzetu ambao wapo nyumbani fursa ambazo zipo nje ya nchi na kuweza kuwapa mbinu ambazo zitawasaidia wao waweze kuja kuzichangamkia na kuzipata hizi fursa. Na katika kufanya hivi tumekuwa tukiwaalika wageni and we have wageni wetu wamekuwa ni wanafunzi au professionals ambao wanafanya kazi nje ya nchi au wanasoma nje ya nchi, na tumekuwa tunawaleta kwenye hizi session waweze kutuelezea safari zao na waweze kutuelezea namna gani walipofika hapo walipofika. Tuna hope kwamba hii itawasaidia watu wengi waweze kujifunza katika hizi safari zao na pia kuwapa motisha ili waweze kufika hapo atisa walipofika, na even kwenda kuwapita zaidi. Kwa hiyo karibuni sana kwenye session. Kama ningependa kuambia pia kwamba session itaanza kwamba kuna mgeni wetu Innocent leo ataongea, atatuelezea safari yake. Katikati ya presentation yake tutakuwa tunaweza kuuliza maswali. Tungeprefer watu wengi muandike maswali kwanza kwenye chat box, alafu sisi pia tutayauliza katikati wakati ana present. Lakini pia akifika mwisho wa presentation yake tutakuwa na dakika zaidi ya 30 mpaka 40 za watu kuuliza maswali specific, na tungependa kuwa encourage watu wote muweze kuitumia hii nafasi kuweza kuuliza maswali. Asije akatoka mtu hapa, kwa mfano tunajua mgeni wetu wa leo ametoka John Hopkins, asije akatoka mtu kwenye hii call hapa hajui namna ya kuapply na kufika John Hopkins. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana kwenye call. Nitakuwepo mimi Omari Mzava, nipo na mwenzangu ambaye atakuwa ana lead session, atakuwa ni Dr. Adela Lusetula, na pia tutakuwa tunamkaribisha mgeni wetu very good friend Mr. Innocent Grant. Adela, karibu. Asante Dr. Omari, na asante Innocent kwa kukubali kuwa na sisi katika session ya leo. We really appreciate your time kwa kweli. Kwanza kabisa nilitaka nimtambulishe Innocent. Innocent Grant, nitaka tu nishare kidogo Innocent ni nani, nishare bio yake ili tuelewe tunayeongea naye ni nani kabla hajaanza kuchukua mwenyewe kuanza kuongea. So Innocent Grant is a public health professional with background in clinical medicine, gender and developmental studies. He is dedicated to educating adolescents and young adults on HIV/AIDS, family planning, sexual and reproductive health and rights. With over 7 years of experience in sexual and reproductive health rights for young people in Tanzania. Innocent also has shared his expertise on national and global platform, including ICFP in 2018, Women Deliver, IBP and WHO. Also, he worked on Young and Alive and the core group Africa Regional Global Health Practitioner Conferences. In recognition of his impactful leadership, Innocent was selected as a 2022 Mandela Washington Fellow, a prestigious program that funded with President Obama for emerging African leaders. And also he was Phil Harvey, SRHR Innovation Award winner. So currently he is pursuing a Master's of Science in Public Health and is specializing in health education and communication. And he is also working at Gates Institute. He applies his expertise in program management, research, resource mobilization, and to support engagement programs. So actually his work focused on ensuring meaningful youth participation at upcoming international conferences on family planning, which was actually very successful, and we are very proud of Innocent for fostering integration and collaboration during that conference. So Innocent, karibu sana, and I hope people are going to learn a lot from you, and also I hope this is going to be engaging session. Karibu. Thank you so much, Dr. Adela, for that wonderful introduction. Nafurahi leo kujiunga kwenye hii session na natazamia kushare madini ambayo nimekuwa nayo na experience ambazo nimekuwa nazo kutoka nyuma na jinsi ambavyo nimefanikiwa nimependa hii lugha mlioitumia, cracking US graduate application, so how I did it na mpaka nikapata admission. So thank you so much.
Karibu sana. The floor is yours sasa. Thank you, and feel free to stop me anywhere kama kutakuwa na maswali ili niweze kurespond kwenye maswali yenu. But quickly nitapenda nianze kushare about my story ambao I think for a big part Adela ameshaishare akiwa anasoma my bio. So this is me. I've been born and raised in Mbeya City. For those people who do not know Mbeya City, Mbeya City is one of the cities in the Southern Highlands of Tanzania. Imepakana na nchi ya Zambia pamoja na Malawi. Mimi kabila langu ni Mnyakyusa. I'm so proud of that. Natokea wilaya inaitwa Kyela. So that's where I was born, huko ndo ambako nimekulia. Kuna watu wanasemaga nimekulia sijui nchi za nje. No, nimekulia Mbeya na ni Mnyakyusa kabisa. Mswahili mwenzenu, yeah. But wakati nipo Mbeya, for those people who know Mbeya, nilisomaga shule inaitwa Muungano, lakini sikumaliza Muungano. Kipindi hicho Benjamin Mkapa alifungua shule ilikuwa inaitwa Mkapa Primary School, kwa very competitive kuingia, so I was luckily selected among the very very early cohorts of Mkapa Primary School wakati ndio imefunguliwa na President Mkapa. And then after I finished Mkapa Primary School, nikawa nimeenda kwenye shule inaitwa Samoei Machel Secondary School, which is also in Mbeya City. For those people who don't know, Samoei Machel was the first president of Mozambique, alikuwa anapigania uhuru. Kwa hiyo shule ilikuwa ni kambi yake ya majeshi yake ya kutafuta uhuru walipokuwa wanajiandaa na mazoezi. Mwalimu Nyerere aliwapa pale lile eneo kama eneo la kufanya mazoezi. So I was so proud to be part of that history ya Samoei Machel and to be part of that school. And then after I finished my CSEE secondary education, I went to the Mtwara College of Health and Allied Sciences. Nafikiri siku hizi inaitwa Mtwara College of Health and Allied Sciences, but before, when I was joining, ilikuwa inaitwa Mtwara Clinical Officers Training College. It was only training clinical officers, but now I'm extended to train community healthcare workers kama bado hiyo course ina exist, but they also train nursing students and pharmacy students. So I went there and joined for 3 years course ya clinical medicine. And I see some of my colleagues ambao nilimaliza nao clinical medicine Mtwara pia wamejoin this course, so kudos to you all. But yeah, ni chuo kikongwe, madaktari wengi ikiwemo hata some big names tunaofahamu ambao ni like one of the big pediatric surgeon specialist in Tanzania alisomaga Mtwara in 1980s. Alisoma pale Mtwara Clinical Officers Training College. So tulikuwa tupo very proud of yale mazingira kwa sababu yalitoa madaktari wengi kipindi cha zamani. But yeah, nilifanikiwa kutoka form 4 nikawa nimeenda for that clinical medicine course kupita 5 na 6. And then after that I worked a little bit, nilifanya kazi kidogo, lakini nikawa nimeapply chuo cha Mwalimu Nyerere Memorial Academy kwa sababu sikutaka niendelee na medical studies, lakini nitaka niendelee kufanya some kind of social work, sababu nikiwa Mtwara nitasimulia hapo mbele what I was doing. Ikawa imenimotivate kufanya zaidi mambo ya social work. So I went to Mwalimu Nyerere Memorial Academy for gender studies, na nikawa nimemaliza Mwalimu Nyerere in 2022. So also very proud of Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Kama ambao mnafahamu, ndo chuo alichokisoma pia Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kipindi chake. Kwa pale tuna bweni maarufu la Kikwete, lakini baadhi ya viongozi mbalimbali wa zamani walipitia kwenye kozi ya uongozi chini ya Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Kwa watu wanaosoma Mwalimu Nyerere, you must go through that leadership course before you graduate. Na a lot of big names in Tanzania walipitia pale, so really proud. And then after that nikawa crack code, nikawa nimekuja kusoma Johns Hopkins Bombay School of Public Health, and I think that will be the focus ya leo, the transition from Mwalimu Nyerere to Johns Hopkins, sababu all these other codes wengi wetu tumezipitia, but how do you go to abroad schools na university? So that's what I'm going to talk about. Any question there? Hapana, thank you for sharing. Kwa kweli kwanza tumekujua vizuri. Kama mimi nilikuwaga na wasiwasi wewe ni Mnyakyusa au sio Mnyakyusa kweli, ila tumekujua vizuri. Ila pia kama ulivyosema, tungependa sasa kujua safari yako, like uliamua lini kwamba unataka kusoma nje ya nchi, na ulianza kutarget US au kuna vyuo vingine pia ulianza kuapply? Nini kilikumotivate mpaka ukafikia safari yako ya kutaka kuja kusoma nje ya Tanzania? Yeah. Thank you so much, Adela. So, and this, I think this takes me to this slide. Siku zote nilikuwa najiona
I'll one day go to study abroad. Kuna siku tu nitaenda kusoma nje, kwa nilikuwa hiyo picha nilikuwa nimeshaanza kujitengenezea kichwani, lakini sijui nitaenda kusoma nje, nitaenda kusoma nje lini. And I know for sure vyuo vya nje vingi vinatafuta, sio kila mtu anapata fursa ya kwenda kusoma nje, kwa they are looking for people ambao ni leaders, watu ambao wanafanya mabadiliko kwenye jamii, especially vyuo vikubwa, kwa sababu kuna vyuo vingi nje, lakini when you're looking for good schools, you're looking for Johns Hopkins, you're looking for Oxford, Cambridge, mavyuo mengine makubwa, they are really looking for leaders, watu ambao ni viongozi kwenye field. I think kuna mtu anaongea kwenye mic, maybe you can mute them. I'm trying to see kama naweza nikamute huyo mtu, so please, Maki simuoni. Okay, nimempata. Okay, muted. Let's go. All right. Thank you. Yeah, and then so and I think hapa ndo code kubwa ilipo tunaposema ya kucrack. Kwanza ni yule ili wanna go kustudy abroad, baadaye cha pili wewe ni kiongozi, and before I share this journey nitashare story. Kuna marafiki zangu wamejoin hapa, lakini wanamjua mtu mmoja anaitwa Dr. Paula Bariza, ni profesa wa chuo cha King's College, ni mwanzilishi wa Sexual Health Clinic King's College, na ambaye amekuwa ni mentor wangu kwa siku nyingi. So Paula alisema tukiwa tuna admit PhD students ama medical students chuoni kwao, huwa wanafanya interviews, huwa anakuaga kwenye ile selection panel, na huwa anauliza wanafunzi wanaendaga wengi wana apply kwenye medical school, wanakuwa ni very talented students, wana good GPA, wana matokeo mazuri na kadhalika. So anamwambia kila mtu pale anaenda anakuwa na matokeo mazuri, lakini Paula alikuwa anauliza what extra do you do? Yani wewe unakuja na kitu chako GPA sijui ya 4, lakini una nini, kitu gani kingine kitakachokufanya tukuadmit? Na kama mtu unataka kuja kusoma nje baadaye, safari yako inaanzia mapema, as early as possible. Hapa ndo kwenye kucrack code kwenyewe. So hii ndo kodi zangu ambazo mimi nilikuwa nikizicrack nikiwa toka nikiwa shule. Kwanza nilikuwa academic prefect nikiwa Somama Sherry Secondary School. Nilikuwa kilaza nikiwa Mkapa, so sikuishika nafasi yote ya uongozi. But nilipofika Somama Sherry kidogo akili zilifunguka, so nikawa academic prefect. Lakini nilikuwa vice president chuoni, president wangu akaondokaga, nikawa president kwa muda mfupi, nilikuwa and then baadaye nikawa president wa Sexual Health Club ambao ilikuwa pale chuoni. Kwa tulikuwa tunajitolea muda wa weekend kwenda kufundisha wanafunzi wenzetu juu ya masuala ya afya uzazi, na hawa ni baadhi ya wanafunzi ambao we keep mentoring mpaka leo, wanaofanya hizo Sexual Health Club visits kwenye communities. And then baada ya kumaliza nikawa hapa nikiwa Mwalimu Nyerere pia nilifound na nikavolunteer kwenye hii kitu tunaita Gender and Leadership Forum, na the purpose of the forum ni kwa sababu Mwalimu Nyerere tulikuwa tunafanya gender studies, lakini watu ambao tulikuwa tunachukua gender course we were every day being insisted kwamba you guys are going to be leaders, a lot of leadership courses, kwamba lazima mkawe viongozi ambao mnatambua changamoto zinazofanya kuwe na migawanyiko au maendeleo ya utofauti kati ya wanawake na wanaume na makundi maalum kwenye jamii. So I founded this, ilikuwa inaitwa Gender and Leadership Forum, and then ilikuwa tuna meet to regularly, tuna discuss topic mbalimbali. Mfano tuko na discuss wanawake waliokomboa bara la Afrika lakini hawajawa documented, ni wakina nani, wakina Bibi Titi Mohamed and stuff like that, wanawake wanasayansi, wanaume waliofanya kitu fulani kwa ajili ya raise awareness among the students itself. So I was really proud to be part of that forum. And then nikawa nimevolunteer na kitu kinaitwa ICS, International Citizen Service. Ilikuwa inatolewa na shirika linaitwa VSO, Voluntary Service Overseas, funded by the UK government. Kwa nilienda nikakaa mkoa wa Lindi kwa miezi mitatu kuvolunteer tukufundisha watoto lugha ya Kiingereza hii ambayo mimi natanata nayo, but also kufanya usafi hospitalini, tuko na sita International Citizenship Days, tuna host community dialogues, kufundisha masuala ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yes, some kind of social work ambazo zilikuwa really wow. So all this experience nyingine ambazo sijazungumzia nikaanza kuzitumia kwenye kuapply different opportunities. One of the opportunities we applied in 2022 ulikuwa ni Mandela Washington Fellowship, which is
very difficult to apply. Kwa watu ambao wamewahi application ya Mandela Fellowship, Department of State wana rate kwamba getting into the fellowship is hard as being admitted to the Harvard School, Harvard University in the US, sababu unapitia so many panels, ni essay inabidi usijaze, inabidi ufanye interview na maafisa wa balozini, and then you were selected kuja kwenye Mandela Fellowship. So I was selected kwenye track ya public management ambayo ni ya uongozi. Nikawa kwenye chuo kinaitwa Wayne State University, Michigan. Nikakaa for 6 weeks learning about leadership, accountability mechanisms, namna mbalimbali za uongozi. And then basi nilipotoka huko nilikuwa nimeshaanza my career journey, lakini pia ndo career journey ikawa begin hapo. And I would say this is the biggest code cracking kama tunaita. Anza saizi kudocument, so you don't have to be like me. Chochote unachokifanya kwenye jamii yako saizi document it. Hata kama unaenda kusaidia, kuna watu unapenda kufanya charities, kuna kusaidia kituo cha watoto yatima, kuna kipindi umejitolea unaenda kufanya usafi kwenye hospitali, kuna kipindi, we need those stories sababu no one is doing like you, na vyuo vya huku vinakuhitaji mtu kama wewe. So I would say easy experiences zangu chache ambazo nimezidocument hapa kwenye bullets ndo zimecontribute kiasi kikubwa, apart from matokeo yangu kuja kupata admission kwenye big schools, and we'll go tutaenda tena deeper kwenye how do you get those schools. But any questions so far? Thank you. Thank you for sharing. Mimi kitu kikubwa nilichokipata kwenye hii slide kwamba watu wengi tunajisell short, like mimi mwenyewe nasaugi vitu vidogo vidogo nikifanya, labda nimefanya hiki, nachukulia tu kwamba ni part ya maisha, lakini ni vitu ambavyo unatakiwa kweli udokumenti, lakini ni vitu ambavyo vina kuset you apart from somebody else, kwamba wewe una tofauti gani na mtu mwingine. Ukiacha shule, tuna mindset zetu zimekuwa trendy kuconcentrate kwenye GPA, academic achievement. Tunasahau hizi extra curriculum ambazo pia zinakufanya unakuwa mtu wa aina gani. Watu wanaweza waka-assess values zako, culture yako na vitu kama hivyo ambavyo vitakufanya kama una fit kwenye department yao au la. Yeah, thank you for sharing that. Yeah. Thank you so much, Adela. And yeah, I can go to the next slide. Yeah. Now, umekusanya stori zako zote, umepitia, sijui umewajitolea, sijui kanisani, sijui umewajitolea msikitini, umewajitolea kijijini kwenu, hata kuchangisha kwenye mazishi, msibani. That's a fundraising experience. Umewahi fanya chochote kile, umewahi mwokoa mtu alipata changamoto barabarani, umewahi document hizo story. Then ukiwa unafanya hivi vitu unaanza kujua passion yako iko sehemu gani. So know your passion. Huwezi ukawa tu mtu ambaye ueleweki unakuja kusolve changamoto gani duniani. I know my passion. Wakati nasoma chuo Mtwara, nilianza kukutana na wagonjwa ambao wamekuja hospitalini wakiwa na complications za reproductive health systems, and nikasema okay, I need to help these people. Mara nyingi wakija hospitali wanakuja tu kupatiwa matibabu, but kunahitajika kuwe na preventive medicine. That's why nikasema okay, I'll focus my career kwenye public health kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu. So ukiwa unafanya hivi mambo vya kwenye jamii na nini, unaanza kutengeneza passion yako, unaanza kujua passion yangu ni nini. Trust me, we can't admit you to a good school if we don't know what challenge are you trying to solve kwenye jamii yako. If we don't know, ueleweki, yani wewe upo tu, hatujui unataka kusaidia kusafisha mazingira, unataka kusaidia afya za watu, unataka kusaidia nini. So know your passion and then anza tafuta vyuo. Ukishakuwa umepitia hizo, saizi kama mtu na nafasi, anza andika bullets ya vitu ulivyojifanya kujitolea. Andika kitu gani kinakuuma sana kwenye jamii in bullets, ambacho unataka kukibadilisha, na hiyo ndo passion yako ilipo. Na tunakutafuta watu kama wewe, dunia inatafuta viongozi kama wewe, kwa sababu usipofanya atafanya nani tena, kwa sababu wewe ndo mwenye passion. So big schools are looking for you and they are looking for leaders. Wanakutafuta wewe na wanatafuta viongozi. The fact kwamba umefanya hivyo vitu kwenye jamii yako, we are looking for you, tunakutafuta wewe. And know how to tell your story. You can take YouTube classes. Sawa, so ukishafanya hivyo vitu vingi, watu wengi mnafanya vitu vikubwa lakini tu hatujui kusimulia story yetu. Easy. Assume unayemsimulia ni mtu ambaye hakujui kabisa na anataka kufahamu wewe ni nani. Kama wewe ni Omawe, kama wewe ni Juma, ama wewe ni nani. So just tell your story kwa mtu ambaye umekutana naye aweze kufahamu wewe ni nani na passion yako ni nini. That's what big schools are looking for. They are looking for those really top notch stories za mabadiliko. And then ukiwa sasa umeanza kufikiria kwamba nataka nikasome nje, passion yangu ni mazingira, passion yangu ni afya uzazi, passion yangu ni kilimo, passion yangu ni whatever,
unaanza kusema sasa nikasome wapi? Inaanza kuonekana kama ni very huge to start. Where am I even starting? Naanzia sehemu gani? Lakini trust me, as huge as it looks like, they're still looking for you. Yani hivi vyuo huku, maskini ya Mungu, muda mwingine vinakuwa mpaka na pesa, lakini havipati good application, kwa sababu wewe mwenye very good story to tell umejificha na unaogopa kuanza, na usianze. And we are going to share about namna gani ambavyo unaweza ukaanza. Na just to tell you, sio hata ngumu. It's not difficult. It's about telling your story. Umefanya nini na ulipitia wapi na ukafanya. So it's basically telling ulichokifanya jana, but in a very good way ambayo mtu wa pembeni au mtu mpya anaweza kaelewa. And I really wanted to emphasize hapa mwanzoni, despite ya hizi process zote za application tazizungumza huko mbele, but I want to emphasize kwa walio join today, kama utasahau kila kitu kwenye hii kikao hapa leo, kumbuka kujifunza namna ya kusimulia stori yako ya mabadiliko, namna ya kusimulia passion yako, na namna ya kueleza ni kitu gani unawiwa kukibadilisha kwenye jamii. Kila mtu ana hichi kitu, na kama hujakipata, just try to think about it. Kila mtu ana kitu ambacho anawiwa kifanya kwenye jamii, sio lazima iwe public health. Kuna wengine mnawiwa kupunguza ajali za barabarani kwa sababu ulimpoteza ndugu alifariki kwa ajali ya barabarani. Kuna wengine mnawiwa kuimprove nutrition kwa sababu umeona watu ambavyo kichwani wamejaa ugali, hawawezi kufikiria vizuri, so you wanna help them kuthink wisely kwa kupata chakula kizuri. Unataka you know, a lot of stuff na nataka really invest your time into understanding your passion and what you want to change. Then big schools are actually looking for you, and we're going to share how you can go for these schools ili waweze kudaka kwa haraka. Any question? You know, Samani, you keep talking about people sharing their stories, right? Hiyo ni sehemu gani hasa watu wanatakiwa wa share story? Yani kwamba hiyo ni stage gani ya applications? Au ni kitu ambacho tutakava mbele? Yeah, and I'm going for it. I'm going for it now. Yeah. Okay. So mfano kama mimi, I always wanted, nilikuwa nawaza napenda public health, but also kufanya kazi za jamii kidogo. Ukienda hospitali, you start seeing kuna a very big gender divide between men and women coming to access healthcare. Wengi wanakuja kutafuta huduma za afya na wanawake. Wanaume wanakuja kisha kuwa wamepata macomplication makubwa, especially nyumbani. So kuna a lot of factors ambazo zina affect how men and women access healthcare services. So I was like, okay, should I do public health? Should I do gender studies? Kwa ajili ya kupractice kodi za kuwasaidia watu wote kuweza kuaccess huduma za afya vizuri. Then I started thinking about sehemu gani ambao kuna vyuo vizuri vya gender studies, ilikuwa ni UK. Sehemu gani ambao kuna vyuo vizuri vya public health, ilikuwa ni Marekani. So, you know, start thinking about sehemu gani ambako kuna vyuo vizuri vikubwa vya eneo lako lenye passion. Inaweza ikawa UK, inaweza ikawa Marekani, inaweza ikawa nchi ambazo si hatuzifahamu ila wanazijua. You know, watu wanasemaga masheria, if you wanna know law, masheria vizuri, apply kwenye machuo ya South Africa huko. Unakutana wanasheria wale Pan-African lawyers wale wagumu kinoma, wanakuwa na kutrain. So wewe passion yako ni wapi? So I started mapping universities. Nikamap university in the US, nikamap university in the UK. Vyuo ambavyo nilikuwa nimevimap UK ilikuwa ni London School of Economics and Political Science, LSE, and then nikawa nimemap Cambridge, nikawa nimemap chuo kinaitwa Stirling University, nikawa nimemap chuo kinaitwa Aberdeen kwa Scotland, nikawa nimemap chuo kinaitwa Sussex, and I applied to all these schools. How did I apply? Nilifungua tu website LSE, na siku hizi urahisi na ChatGPT, unaweza kumwambia ChatGPT top schools in these course nchi fulani kakuletea. Ila wakati mimi natafuta nilikuwa sijui hata ChatGPT, so nilikuwa naingia tu random Google inanipa. So nikaingia LSE, nikafungua website LSE, nikakuta pale wana course portfolio, nikaingia kwenye courses za gender, nikakuta kuna gender and economics, gender and health. I was like, okay, I need gender and health. This is a good intersection between public health and gender issues. Nikakuta wameandika pale namna ya kuapply, wanavita statement of purpose au maelezo, namna ya kujieleza ili wajue kama wewe ni good candidate ku apply, na hapo ndo sehemu yako ya kuelezea story yako. So that's where I started writing my story, kwamba background yangu mimi ni clinical medicine, nikiwa hospitali nimekutana na cases na hizi, lakini Tanzania kwa ujumla idadi hii ya wanawake wapo affected na hizi cases ambazo nimekutana nao.
nimekutana nazo hospitali. So ni tatizo na naona gender issues ndo zinazo contribute. Lakini baada ya kumaliza nilijitolea ICES, nikaona kitu fulani kwenye jamii. Baada ya hapo nikaenda kufanya public management track ya Mandela Fellowship, nikajifunza kitu fulani, nikarudi nikajitolea kufanya kitu fulani. Ila nahisi bado nina gap, sijui theory, sijui academic theory, sijui science ya namna ya kusolve hivi vitu. Kwa nataka LSE mweze kuniadmit niweze kujifunza. That's what I said in my statement of purpose. Nilijielezea tu nilivyokuwa chuo, Tanzania data zinasemaje, nikafanya nini kwenye ICES, ika-contribute kitu gani. Nikasubmit same essays, nikazitumia kwa sababu ni same story, unabadilisha tu format kutokana na chuo kinavyotaka format. Nikaenda Cambridge wao walikuwa wataki ujielezee statement of purpose. Cambridge walikuwa wanataka a research proposal, kwamba kutokana na tatizo loliona, what are you proposing to do is your research. Kwa sababu Cambridge nilikuwa na apply Masters of Philosophy lakini kwenye track ya gender MPhil. So ikabidi nitengeneze proposal, na proposal yangu ilikuwa inahusiana na masuala ya sexual wellbeing na gender equity. Nikaandika very short concept note, then ni story tu nilitranslate katika namna ya kufanya research, kwamba nitafanya focus group discussion, nitafanya some desk review kugundua hili tatizo na kusolve hili tatizo. Nikaenda Stirling University. Stirling kilikuwa kinatoa gender na uongozi diplomasia, lakini kwenye masuala ya afya. So nikaelezea kwamba nina experience kutoka chuo, nimefanya hivi ICS, nimefanya hivi, lakini nimesomea uongozi kupitia Mandela Washington Fellowship, lakini ulikuwa ni practical leadership. Nataka nijue academics nasemaje, theories nasemaje. So nataka Stirling waweze kuniadmit niweze nikasome hizo theories za uongozi kutoka kwenye practice ambayo nilikuwa nasoma Mandela. So wanichukue, and then nika apply Aberdeen, and then nika apply Sussex University, na nikawa nipo selected kwenye hivi vyuo vyote, kwa sababu sasa nilipokuwa natoa story yangu kwenye my statement of purpose, I was very clear about what are my gaps, what are my experience, na nini natazamia na kujifunza. Kwa nilichaguliwa kote except Cambridge, na Cambridge walinidai wakisema hatuna mtu yoyote atakaye kusupervise kwenye masuala ya sexual wellbeing na gender equity. Ingekuwa gender is gender, ingekuwa more easy, lakini sexual wellbeing and gender equity, there is no one to actually support you. So kama kutakuwa na huko in the future, tutakushauri fanya ile application. So you know, I got accepted just by telling my stories kwenye hivi vyuo vingine, lakini funding was never enough. Ndo maana ikanifanya nisiende kwenye hata chuo kimoja. Funding LSE ada ni kubwa. You wanna ask something, Omari? Yeah, I think you're mute. Okay, so kabla ujaenda kwenye funding, ningependa kuuliza, how did you decide on the number? Kwamba uliamua bana, hivi ndivyo kadhaa ambavyo nataka kuvi-apply. Kwa sababu nikifikiria naona it's always overwhelming, kwa sababu watu wanafikiria kuna watu wanafikiria ku-apply vio 7, 10. Wewe umeamua tu hivi chache and then you focused na hivyo vio, na najua kuna watu wengine wana-apply mpaka vio 20, 30. So wewe kwa nini, how did you decide on like, okay, hivi ndio vio ambavyo nataka kuvi-apply vio 5 na hivi ndio navi-apply? Yani kwanza watu msi-apply vio 20, 30. Kama story yako ni mbaya tu, utakubaliwa. So map good skills. I would say motivation ya kwanza ilikuwa ni time pia na muda na nini. So I'm just mapping 5 schools in the UK. Lakini pia kuna factor nyingine ambayo inakuja, baadhi ya vyuo vinachaji hela ukiwa una apply. Mfano wakati na apply London School of Economics and Political Science, walikuwa wanachaji £80. £80 kwa Tanzania ni kama $200 fulani, you know. So kusema una apply vyuo 20 ambao vinachaji £80 umeisha ndugu yangu, kwa maisha ya da. You're done, you know. So baadhi vyuo vingine vingi vilikuwa ni free application. So Cambridge was free, Stirling was free, Aberdeen was free, Sussex pia ilikuwa ni bure, and hivi vyuo vyote walikuwa wameni exempt English examinations, kufanya mitihani ya Kiingereza. So havikuwa na hiyo requirement ya mimi kuweka mitihani ya Kiingereza, and I would say that's also one of the factor. Wakati naangalia chuo, nilikuwa naangalia chuo ambacho kitani, sababu I knew my English is, you know, naweza nikaongelesheka darasa, naweza nikasikiliza, kwani ni test bwana. So nikasema nitaangalia vyuo for me. I was like, I'll be looking for schools about an exempt kufanya exams baadaye. Even though LSE waliniambia tumekupokea conditionally, but before you come, you need to show us your English proficiency test. At least ilikuwa requirement kwenye application, lakini ilikuwa requirement kwenye admission. So yeah, so those factors, Omari, money, but also, you know, map for top schools, at least 5.
Yeah, swali jingine hapo hapo kabla hatuja move kwenye funding. Umeongelea kuhusu admission requirements kama umesema English test, kwa hiyo unaweza ukaangalia unataka wapi ambapo watakutest your English knowledge. Lakini pia tumeongelea personal statement or statement of purpose ambayo watu wengi wana struggle hapo, like how to write the statement of purpose, anzie wapi aishie wapi with the all experience, yani kitu gani akiweke, kitu gani ya emphasize. And also from your experience when you were writing this, ulitumia watu kureview your statement of purpose, yani nini unahisi kilifanya your statement of purpose ika stand out? Kwa sababu watu wana story nyingi ila wanashindwa kuziongelea hizi stori zao, na hiyo I feel like hiyo ndo kitu kikubwa ambacho kina kuset apart. Lakini pia wakati unajibu hilo nilitaka uongezee like unatofautishaje na CV yako, kwa sababu watu wengine wanataka kubeba ile CV yake aihamishie kwenye statement of purpose, imeisha hiyo. Unaongeleaje hilo? Yeah, that's a good question, Adela. So I would say, a lot of factors contribute kwenye how your statement of purpose should look like. Sometimes inabidi uwe mjanja kidogo, ingia kwenye website ya chuo. Muda mwingine kama Hopkins wamelisti mpaka maprofesa ambao wapo kwenye hicho chuo, interest zao ni nini. So angalia interest zao nini, au ndo watakao kusoma kwenye admission letter zako, au hizo statement of purpose zako. But again, mwisho wa siku vyovyote vile utakavyoandika haita diverge kutoka kwenye story yako na motivation yako ya kitu gani unataka kukibadilisha kwenye jamii. So your passion matters, your motive matter, na experiences zako pia zina matter. Inakuwaga ngumu, una blank paper, sasa nianzie wapi jamani mimi kuandika, inabidi niandike maparagraph manne. Where do I even start? It's your story, so andika bullets, sometimes inasaidia. Mimi napendaga nakuwaga na notebook yangu naandikaga, watu wanasemaga una laptop sio na nini, mbona unapenda kuandika kwenye nini? It's really helpful for me, it's my style, lakini pia kila mtu ana style yake. Andika bullet sometime, okay. Bullet for me is mwaka fulani nilijitolea kusafisha sokoni, mwaka fulani sijui nilifanya nini, mwaka fulani nilifanya nini, and then kutoka pale unajikuta kuna maelezo yanakuja baada ya chini. What motivated you kwenda kusafisha sokoni? Ni mazingira machafu. Mazingira machafu yana hasara gani kwenye jamii and stuff like, yanaleta kipindupindu. Hali ya kipindupindu Tanzania ipoje? Utatafuta kwenye Google kidogo, utafix kwenye utatengeneza bullet, sijui 47 ya watu wapo kwenye risk ya kupata kipindupindu, then it's already a story. Anza kuandika essay zako, mimi ni fulani. Kuna vio vingine vinakuwa vina maelekezo, vinakwambia unapoandika essay zako address kama mtu wa tatu. Vio vingine vinakwambia address wewe kama wewe, yani utumie I statement. Vio vingine vinakwambia utumie kama unamuelezea mtu fulani kwamba Innocent ni mtu hivi na hivi, ambitions zake ni hivi na hivi. Vio vingine vinakupa freestyle, fanya unavyotaka, so your CV is your CV, but your statement of purpose, we really want to know you as a person. Tunataka tujifunze wewe, passion yako ni na unachotaka ukibadilisha kwenye jamii yako ni kitu gani. So it's different from the CV, Hata siku hizi ukiwa na apply kazi wanakwambia tuma na cover letter. So kwenye cover letter kidogo you have to show yourself motivation yako ni, kwa sababu kwenye cover letter admission board or admission whatever inataka kujua what's your motive, what's your passion, and it's your story. Ni namna tu unavyosimulia story yako, na kama nilivyosema, some ways, possible ways. Assume ni black paper ipo mbele yako, anza kufixing experience zako za kazi, na sio tukujitolea hata kazini. Unajua kuna watu mnafanya kazi hapa na wafahamu, mnafanya kazi kwenye miradi ya HIV, mnasaidia kugundua new cases na kuwasaidia wale watu waweze kutumia medication ili waweze kureduce viral loads. Na hiyo ina faida gani? It's a story. Hamna mtu ambaye anafanya hiyo kazi kwenye jamii yako, it's you. Wengine mnajitolea kanisani kuwasaidia wakina mama wenye uhitaji kanisani, sijui waweze kupata nguo, waweze kufanya nini. It's a story, so lazima ucombine some data kidogo kwa ajili ya kuexpress ukubwa wa tatizo, then uje uelezee how do you, wewe kama wewe, what's your power within that story. My power was to mobilize. Sometime ukiwa una apply kwenye hizi kozi kama public health au gender studies, nature yake ni kwamba you are not doing it alone. Nature public health, nature gender issues au social issues zinataka community, zinataka kwa lazima uelezee nguvu yako ya kuleta watu pamoja. My power is I mobilized this group of people, kafanikiwa kwenda kusafisha beach. Nilimobilize, tukafanikiwa kwenda
tuka fundraise kwa ajili ya solve tatizo fulani. So yeah, if it's a blank paper, do bullet points. Within those bullet points, anza kutengeneza some bullet points. It's an essay. Na siku hizi, well, do not quote me, but we do it, and I know for sure wengi wenu mtafanya. AI, do not let AI generate story yako, lakini unaweza ukaipa AI your bullets, this is my story and can you create it in an essay format, and then ukachukua hiyo essay format ambayo imekupa AI ambayo ni story yako mwenyewe, ukaanza sasa kuirekebisha, kuifanya ikawa ni ina human experience. Usiache ikawa, kuna ingine mna submit essay mpaka zinasema kule chini AI anakuuliza would you like me to put it in an academic purpose and then when I submit, so you have to be careful. Siku hizi kama wewe uwezi, kuna watu wengine najua mna struggle tu kuandika maneno mengi, so you can create bullets, ukaambia AI this is my story, ndivyo nisaidie ku create kama paragraph kwenye story yako, alafu wewe sawaze kuipa human touch. Spend time, ukishatengeneza draft yako, send to people. Watumie watu ambao unaona huyu mtu anaweza akanipa honest opinion. So watumie watu ambao watakwambia tu ongera sina nini, ni kitu kizuri, watakupokea. No. Watumie watu ambao watakupa honest opinion. My mentor Paula, baadhi ya watu wanajoin hapa najua wanamfahamu, she was honest balaa, yani anakwambia Innocent, this statement is so stupid, kwa sababu how can someone understand this? Oh Paula, nikatia tamaa, okay, I think hapa toa hiki weka kile, toa hiki weka kile, irekebishe then nitumie tena. So watumie watu ambao wanakupa honest feedback, usikasirike kwa sababu anataka kusaidia. So watumie watu, mtu asome, aweke comment, akwambia mbona kitu fulani hakieleweki, wewe umeandika statement of purpose, umetaja kitu lakini umeandika vifupi vingi, acronyms nyingi, unategemea reviewer yupo huko Marekani, maskini anakaa kwenye kijiji fulani huko Baltimore, aweze kuelewa hizo vifupi ulizovitumia. TAMISEMI, umeandika TAMISEMI, what is TAMISEMI? Lazima uandike serikali za mitaa sijui na nini, so mtumie mtu aweze kusaidia kureview angalau watu wawili watatu, then rekebisha zile review zako. Wewe mwenyewe ukisoma kwa jicho la mtu mgeni unaona kabisa hii imefanya kazi. The other good use of AI which is good to share is unachukua mara nyingi kwenye hivi website za chuo unakuta wameandika kwamba tunataka statement of purpose ielezee hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Baada ya kutengeneza essay yako vizuri na nini vizuri, unaweza kuchukua zile codes walizozisema kama ni wana judge kwenye statement of purpose, ukampa AI. Mimi nampaga AI siku hizi nikiwa na apply vitu, naambia embo saisha essay zangu kama very selfish professor, yani nipe honest opinion. ChatGPT inaweza ikakushushua mpaka mwenyewe unasema okay, let me get back, niweze kurekebisha. So unampa ile judging rubric ya hicho chuo, unaambia hii ni statement yangu of purpose na hivi ndio vitu navyotaka kuviona, unahisi nimevifanya kwa usahihi? Itakwambia havieleweki, so utarudi utarekebisha tena na nani. So technology, I'm just trying to say those are some good use of AI. Thank you, Innocent, and thank you also for sharing tips. AI sometimes anaweza kaa kwambia uko fire all the time, ukajiona kwamba unajua ujue jinsi gani unaandika prompt zako ili akupe majibu sahihi, otherwise unaweza ukatoka pale kichwa kikubwa kweli. But yeah, tuko katika utandawazi ambao tuna vitu vingi vya kutusaidia kuandika vitu, lakini tukiweza kuvitumia vizuri. And also thank you for sharing tips gani ambazo wewe unatumia kuandika statement of purpose. One thing ambacho pia nimechukua kingine kwamba CV yako sio statement of purpose. You cannot just copy your CV and bullet zako ukaziandika. CV tunaandika in a form kwamba unaonyesha tu accomplishment zako chache, yani ulifanya nini and what was the outcome, why and what was the outcome. Lakini kwenye your statement of purpose unaonyesha your passion, your motivation, your why behind going to like pursuing something. Why are you interested in something? Na watu wanataka kuona the human nature in you. Lakini pia kuna mentors, kuna watu mbalimbali ambao wanaweza wakakupa honest opinion about your statement of purpose. Yeah, I feel like we can. Kuna mtu aliuliza swali kwamba ulisema umelipa application fee. I can answer this. Yeah, rejection based on your application. When you pay application fee, is it high probability? Like when you pay application fee, is it high probability that you are going to be selected? I would say that is
No, it's just application fee is application fee. You are paying, kila mtu analipa, and then based on that wanachagua based on vigezo walivyonavyo and not based on application fee, I would say. Sema labda niweke pia tanbih hapo kwenye application fees. Nafikiri Innocent pia ataweza kuongelea baadaye, kama unavyoweza kupata hizi English exams waiver, pia kuna vyuo vinatoaga application fee waiver. Kwa hiyo siku zote kuwa on the lookout, yani kwamba angalia kama chuo kinatoa application fee waiver, then jaribu ku request your application fee waiver ili ujaribu kuziepuka hizo gharama, maana kama inavyosema una apply hivyo tuseme vyuo vitano, kila chuo kikiwa kina $100, my friend, hapo unakuwa hiyo ni hela nyingi. Kwa angalia application fee waivers, na mara nyingi vipo vyuo vingi ambavyo vinakuwa vina application fee waiver, kwa mtu unaweza ukaomba. Kwa hiyo nafikiri unaweza ukaligusia tu pia baadaye kama nitakuwa sija Yeah. so. Thanks, thanks Omari Ndadela. Yeah, and kama alivyosema Omari Ndadela, kwanza hiyo hela yako ya kuapply wala is not a determining factor ya kuwa admitted, my friend. Labda kama vyuo vya mitaani, lakini good schools, big schools that I want you all to apply, your money ni inaenda kusaidia tu zile process za pale. Si ajabu kuna process ambazo wanapitia kwa ajili ya kuweza kusoma hizo SSOs na compensate times hawaelewiwa. Lakini wala hataisaidi chochote. But kama alivyosema Omi pia, kuna vyuo ambavyo vinatoa waiver, so take your time, read. Kuna kama wamesema wanatoa waiver, apply for your waiver. Wanaelewa, sio wengi wetu ni watoto wa maskini. Upo Kiela huko unaambiwa ulipe $200 sijui kuapply kitu fulani, ukijielezea vizuri they understand kwamba jamani, hey, this guy is good, mpeni waiver aweze submit application yake. But yeah, just moving forward is why not US? Hapo nyuma nimeelezea niliapply vyuo vingi Uingereza nini, then I decided ni apply na Marekani. So nikajaribu kuangalia vyuo vya public health Marekani. Kuna so many good schools in the US za public health. Johns Hopkins School of Public Health, Bloomberg School of Public Health, kuna Emory University, kuna Harvard Chan School of Public Health, a lot. Lakini Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health is number 1 in the world. Number 1 huko Marekani, ndio chuo cha public health namba 1 Marekani, lakini pia ndio chuo cha public health namba 1 duniani overall. So why not? Nikasema mimi ndoto yangu ilikuwa ni kuwa public health sociologist, kwa maana kwamba I'm really interested kwenye kuangalia social factors. Naamini a lot of social factors kama socioeconomic status, age, race, sexuality, religion na mambo mengine yana contribute kwenye health outcomes. That's what I believe, and I want to be a public health sociologist in the future. Kama nataka kuwa public health sociologist mbeleni, then nani mwingine aende kwenye chuo namba 1 duniani cha afya? Then I must be there. Kwa my experience, I must be at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Mvua inyeshe jua liwake. So nikasema challenge inaanza, na apply pia na Marekani. Wakati hapo nilikuwa najaribu kufikiria funding za kwenda Uingereza. So challenge ikaanza. So I went into the website ya Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Kama inavyotisha, ukiingia hapa unakuta sura zao maprofesa wanaonekana ni wale wasomi wasumbufu, lakini they're also smiling na nini. So the website to look on the program ni Kiingereza tu, it's just English, nothing is hard and very easy to navigate. Ukiingia kwenye website ya Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, it's basically English, very easy to navigate. Ni unajua tu Kiingereza kidogo, you can be able to understand what they actually need. You'll find a lot of courses ambazo wameziandika ukiingia kwenye course ambazo unazitafuta. So nika shortlist my course of interest. Ni apply Masters of Science in Public Health kwenye International Health Department, sababu ilikuwa ina course ambazo nilikuwa nazitaka. And then nika apply Masters of Science in Public Health kwenye kuspecialize in health, FBI, Social Behavioral Interventions. Pia at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. So baada ya hapo nikawa nimecreate application checklist. Kila kozi kwenye chuo cha Johns Hopkins kinakwambia tunataka kitu fulani. So again, kama vyuo vingi vilivyo, Johns Hopkins they wanted my statement of purpose. So I wrote it down kwamba wanataka statement of purpose. They wanted my
changamoto kubwa ya Marekani pia walikuwa wanataka my certificates ziweze kuwa converted katika mfumo wa Kimarekani. So walikuwa wanataka matokeo yangu ya Kitanzania, my transcripts ziweze kuwa converted ziwe katika mfumo wa Kimarekani. That's another challenge. So I listed kwamba hiki pia wanakitaka. They wanted recommendation letters. So I listed kwamba wanataka recommendation letters. What else did they want? They wanted me to show my accomplishment kwamba ni kiongozi, kwa sababu Bloomberg School of Public Health, they also admit leaders. They want your story. Kuna sehemu unajielezea esi zako, lakini kuna sehemu wanakuuliza sijui mwaishinda tuzo, like leadership experience zako and stuff like that. So they wanted that too. Then baada ya kutengeneza checklist, nikaenda nika create what's achievable by me and what I need kama msaada kutoka kwa watu wengine. Mfano, what was achievable by me was my statement of purpose, was my, na vitu kama hivyo. Lakini vitu ambavyo nilikuwa nahitaji msaada kutoka kwa watu wengine was recommendation letters, but was also transcript certification, waweze kubadilisha matokeo yangu yawe katika mfumo wa Kimarekani. So I needed those. Nikasema, it's Bloomberg School of Public Health, I need very strong recommendation letters. So I mapped my 5 recommenders, sababu wanataka minimum 3 recommendation letters, lakini unaweza ukaenda mpaka 5. Mimi nikasema nitachukua mpaka wote 5. So nikaandika chini, nikawatumia email kwamba hey, I'm applying. Kuna wengine ambao niko na wamudu WhatsApp, wengine niko na wamudu kwa email. I'm applying for this course na nataka nitakuweka, watakutumia request recommendation letters, kwa sababu Hopkins unatakiwa wenyewe ndo wanamtumia mtu kule request ya kuandikia recommendation letter. So nikamwambia ukipata hii request tafadhali ijaze. And kama Marekani mnavyojua pia all applications za public health zinapitia mfumo unaitwa SOFAS. So chuoni unasoma, lakini pale wanakuambia ukitaka kuapply nenda kwenye website inaitwa SOFAS. So lazima uende kwenye SOFAS ndo una apply schools of public health. So sorry. Nikukatishe kidogo. Kwanza umeongelea transcript evaluation. Kuna board nyingi ambazo zinafanya hizo transcript evaluation. Tumewahi kufanya session ambayo ni ya WES, World Education Services. Kwa kama mtu chuo chako kinahitaji hicho, unaweza ukarudi nyuma ukaangalia kwenye YouTube, tumeelezea step by step jinsi gani unaweza ukafanya hiyo WES. Lakini pia tulielezea jinsi gani unaweza ukafanya application yako kupitia SOFAS. Tuna hiyo video ambayo imeonyesha step by step jinsi gani unaingia SOFAS, mpaka jinsi gani unaweza pia ukaomba application fee waiver, na kuna watu tunajua wamepata application fee waiver za SOFAS na imeweza kutuma application zao. Kitu kingine umegusia hapo, umeongelea kwamba unasoma Master of Science in Public Health. Watu wengi including me nilikuwa najua yani public health, master in public health, master in public health. Lakini ambacho unatuambia kwamba John Hopkins Bloomberg School of Public Health inatoa masters nyingine nyingi apart from Masters of Public Health. Na najua Januari nimemuona hapa naye anafanya Master of Science in Public Health ambayo zina specialize kwenye vitu mbalimbali. Kwa mtu unapokuwa unaangalia tunapoenda kwenye chuo, I feel like tuende na open mind kwamba tunatafuta vitu gani ambavyo vina relate na vitu ambavyo tunataka, na sio tunaenda tu kwamba naenda na search pale public health John Hopkins. Unaweza ukawa unamisa au kwenye course ambazo really zina align na your future goals na where you wanna go. Nitaka tu niongea. Tamani, kabla ujijibu, naika hizo link zote ambazo ameziongelea Dr. Adela hapo. Naika hizo link ya WES ya kufanya credential evaluation, ya SOFAS pia, na pia na link ya kuomba application fee waiver katika hizo program zote. Kwa watu wote ndaika link hapo, mnaweza mkazifungua. Sama, mnaweza mkaendelea. Yeah. Perfect. Thank you. Yeah, so SOFAS, kuna watu wengine wanachanganyikiwa wakisikia majina. Well, it's just a website guys, hata msiogope. WES is also just a website. Ukiingia kwenye hivi vyuo utakuta wamekwambia sasa wanataka kuapply kitu fulani, ingia kwenye website hiyo, unataka kuapply matokeo kubadilisha. So wakati na apply Bloomberg School of Public Health, chuo chetu kinakubali WES, lakini pia kinakubali agent mwingine anaitwa AK. Ambaye unaweza ukamtumia. So mimi nilianza pia kutumia WES kwa ajili ya kubadilisha transcript zangu, lakini nilikuwa nimechelewa kuanza kuapply, kitu ambacho nawasisitiza Watanzania kuapply mapema. So nilikuwa nimerelax, lakini wakati nasubiria WES wakawa na take time. Kwa hiyo nikawapigia simu WES nikiwa Tanzania, nilijiunga international course, nikamwambia sitaki tena, nirudisheni hela yangu, natafuta agent mwingine. So nikatumia AK.
na nikalipia premium service kwa Eke kwa sababu deadline iko inakaribia. So Eke wakawa wameifanyia kazi within I think 24 to 48 hours, wakawa wamesha verify matokeo yangu, wakayatuma chuoni na chuo ka acknowledge kuyapokea, na wakawa wameanza kureview my application. But look on your school, wanataka utumie nani, kama wanataka kutumia WES ama wanataka kutumia Eke. Wengine wanakwambia tutaki Eke, tunataka WES peke yake. Wengine wanakwambia unaweza kutumia both WES pamoja na any between WES pamoja na Eke, including the Bloomberg School of Public Health, but requirement zinabadilika each year, so you have to check. So yeah, I think hizo ndo vilikuwa vitu ambavyo vilikuwa kwenye checklist yangu, lakini vilikuwa vinahitaji external macho mengine ya pembeni. And you need to pay for hizi WES na Eke, kuna namna inabidi ulipie kufanya hizo verification za matokeo, so vizuri pia kujiandaa. It's not that expensive kwa value ambayo utakuwa umeipata. So lazima pia ukubali. Rafiki yangu anaitwa Lili ananiambia ukitaka uje usome lazima ukubali kuinvest, so sio kila kitu kinakuwa bure, so lazima ukubali ku use some budget there. And then swala msingi sana, check the deadlines. Yani upangalia deadline vizuri umeisha, yani utajikuta tu kila siku ni mtu wa kuchelewa, so unataka kuja kusoma lini? Nataka kuja kusoma 2026, then deadline zinakaribia December, hapo deadline zinakaribia, baki wiki moja. Unataka kuja kusoma 2027, kuna muda uzuri wake, so anza process mapema, anza kujua mapema na nini. And then mi napenda kuweka kwenye calendar kwa ajili ya kunikumbusha, so kila kitu anapenda kuweka kwenye calendar kwamba bwana nikumbushe siku fulani wezi kufanya kitu fulani. But yeah, so I would say kwenye my John Hopkins Bloomberg School of Public Health, again, which I love bragging, is #1 school of public health Marekani and duniani kote. All I needed from my side was my statement of purpose, ndo zilikuwa kikubwa kwenye mikono yangu. Ambacho nilikuwa nahitaji msaada kutoka kwa watu wengine zilikuwa recommendation letters pamoja na transcripts evaluation. And hizo zilikuwa recommendation, hizo zilikuwa mahitaji makubwa wakati na apply. Na kitu kingine ambacho nilikuwa nahitaji kufanya, nilikuwa nahitaji tu kuanza. So application checklist, I can't emphasize this enough. Kama kweli you really want, and we really want as many people as possible with access education abroad, nje ya nyumbani, outside of your own countries, it's worth it. Unapata exposure, unapata elimu nzuri, unajichallenge kile kichwa chako, unapata mazingira mapya. Start creating an application checklist size. It's very, very important. Otherwise, utakuwa unasema tu ndani kasome nje, lakini you just see it as a big problem. Wakati uki break down kwenye small to-do list, unajikuta it's doable. So create your application checklist, and if possible, create it now. Create it today. It doesn't take even 30 minutes to create an application checklist. And then ACEs, so easy, tell your story and assume reviewers hawakujui wewe wala hawakujui kwenu wala hawakujui experiences zako wala mafanikio yako, unawasimulia upya, and they really want to know your motivation. Do not use acronyms, do not use, be as clear as possible kwa review ambaye anaenda kureview story yako, aweze kuelewa wewe ni nani na kwa nini unafaa kuja Hopkins na utaleta mabadiliko gani duniani baadaye au kwenye jamii yako baadaye. So essays, it's all about telling a story. Kama nilivyoambia hapo, kuna very good use of AI. Do not abuse AI. Ukiabuse AI unakuwa mvivu. Kuna very good use of AI kama nilivyosimulia before kwa ajili ya kuweza kusaidia nowadays with the technology. Then recommendation letters, academic pamoja na professional letters. So kuna walimu wako wa chuo ambacho umesoma, walifundisha zamani, ni watu wazuri pia kuandikia recommendation letters, but also professional, watu ambao umefanya nao kazi ambao wanaweza wakakuandikia very good recommendation letters, au sometime watu ambao wamewaisikia kazi zako na zikafanya mabadiliko sehemu fulani, wanaweza wakakuandikia very good recommendation letters. So try to look for these people, waandike mapema, at least minimum 3, maximum 5 ambao wanaweza kuandikia very good recommendation letter. So for me alikuwa ni moja ya viongozi Mwalimu Nyerere, lakini pia alikuwa ni profesa wangu ambaye aliniandikia recommendation letters. And then wengine walikuwa ni walimu wangu clinical medicine
ambaye pia alikuwaga dean wa medical school ya Ajuko, lakini pia alikuwaga mkuu wa chuo kwetu, and then professional nikatumia viongozi wangu, so my boss nilipokuwa nafanya kazi, my mentor ambaye tumefanya kazi kwa kushirikiana muda mrefu, and some of my friends in my ambao nimefanya nao kazi, they know my work, they can speak highly about my work, na wawe tayari. So tell them early, mapema. Usiwaambie nataka recommendation letters wiki ijayo, it's not professional. So anza mapema, angalau mtu mpe wiki kadhaa, kwa sababu anaandika kuhusu wewe, so it's very important. Requirements zingine ambazo vyuo vingi wanavitaka ni English proficiency test. I'm not the very best to speak about that kwa sababu mimi nilikuwa waived. Nilikuwa naangalia kwenye vyuo ambavyo havihitaji, lakini kuna baadhi ya vyuo kama LSE walikuwa wanahitaji kama admission requirement, not application requirement. Wakishakupokea wanataka uonyeshe kwamba unajua Kiingereza, na kuna agents wa kufanya mitihani ya Kiingereza, sijui Omari labda anaweza akazungumzia chapchap. Unalipia hela kidogo. Yep, Omari anatoka baadaye. Yeah, so kwenye English proficiency test again, kama ulivyotangulia kuambia, ni vitu ambavyo wanaweza wakaandika email kwenye vyuo kuomba waiver, kwa sababu elimu yetu ni ya Kiingereza Tanzania, at least kuanzia sekondari, kwa hiyo wanaweza kaitumia hiyo hapo. Pia mimi na Adela nafikiri tumepitia hii mtihani. Mimi nimefanya TOEFL mara 2, Adela amefanya pia LTS. Kuna preparation hapo inabidi ufanye, kuna fees ambazo inabidi pia ulipe, lakini again unaweza ukapata application fee waiver kwa sababu elimu yetu ni ya Kiingereza, na pia tumefanya like a whole video pia ya kuhusu TOEFL, so tumeshafikiria vitu vyote, so you have a video pia ukuonyesha hiyo IELTS. Ukitaka kuenda website, how do you go about it, it's a step by step tutorial. Kwa hiyo tote mnaweza mkaingia kwenye channel yetu mkaiangalia, na mtapata hizo information zote kuhusu gharama, when to start, how to prepare na kila kitu. Lakini kikubwa unaweza ukapata application fee waiver ya hii mitihani. Kwa hiyo watu wote mjaribu kuzi explore opportunities. One thing pia nilitaka niongezee, masters anayosoma labda atagusia kidogo, anayosoma Innocent inaitwa Master of Science in Public Health. Na hisi iko ina specialization mbalimbali, sijui mnaita specialization, lakini ipo labda Master of Science in Public Health in Global Disease and Epidemiology, like ipo katika health system, iko katika sijui social and behavior intervention na nyingine nyingi. Hii ni tofauti na ile Masters of Public Health. Hii kwa John Hopkins wanafanya miaka miwili, mwaka 1.5 mpaka 2, lakini ile Master of Public Health ambao watu wengi tunaijua MPH ni mwaka 1, ni accelerated program. Kwa hicho tu nitaka nigusie kidogo, labda kama ongeza kugusia zaidi. Nimeona pia na Msema Kweli aliweka kwenye chat kwamba yeye anafanya epidemiology, ndo it's most funded program. Lakini pia kuna MPH na MBAs pia, ndio kwamba kuna zinakuwa zina twist tofauti pia, ndio? Yeah, kuna masters, kuna dual MPH and MBA. Mimi nafanya MPH and MBA, so it's a 2 years program which is also different from MPH peke yake. And I would say yeah, it's good funding ukiweza ku admitted kwenye MPH MBA. Yeah. Amazing. Yeah, so hizo ndo requirements are English proficiency, which I would emphasize. You guys kwenda kuangalia video ambazo wameshazifanya tayari, fursa access kwa ajili ya kujifunza namna ku apply for the English proficiency test. And then don't sell yourself short. Kama nilivyosema hapo mwanzo, and I keep emphasizing, I feel like the key part watu kupata vyuo nje, even small achievement matters and they define you. So hata vitu vidogo ambavyo unaviona ni vidogo, ukivisimulia kwa mtu mwingine ni vitu vikubwa, kwa sababu sio kila mtu anaweza kuvifanya na vinakudefine wewe ni nani. And then give maximum 2 hours a week, and then ukianza mapema. Watu wengi mnakuwa mnaogopa, masaa 2 tu yanatosha. Trust me, kujifunza a whole thing ambayo tumekizungumza hapa leo, na wewe kwanza kutengeneza application checklist easy. Kama alivyosema Adela, if you want to go into the Master of Science in Public Health, if you want to do MPH, if you want to do MPH MBA, if you want to do whatever, DRPH, Doctor of Public Health, or PhD kwenye mambo ya public health,
jipe tu masaa mawili, ndani ya wiki 4 you're good to go. Ndani ya wiki 4 si ajabu utakuwa umeshapata recommendation letters. Ndani ya wiki 4 si ajabu utakuwa tayari unasubiri your WES evaluation au AK evaluation. Ndani ya wiki 4 si ajabu utakuwa umeshafungua your SOFAS account, ndio unaanza kuona kwamba kumbe it's doable. I already have a SOFAS account. Kama it's public health, I already have my recommendation letters, ni yes kabisa zinasomeka. I did it. I already have my recommendation letters zimetumwa tayari na kadhalika. So it's not a big thing. Buy yourself a coffee, kama ni Coca-Cola ama Pepsi, tulia, andika Google chuo fulani, wanna go for it. And then unajikuta ukifungua hizo application, ukifungua hizo website za chuo utakuta hizo specialization za kozi mbalimbali ambazo unakuwa na interest nazo. Now I want to go pia kuzungumzia funding a little bit. And I know watu wengi huwa tunaogopa ku-apply vyuo vya nje kwa sababu ya funding. Adela amezungumzia hapo, nimeona na January ametaja about the funding scope, kwamba kuna courses zinakuwa na very good funding. Again, if you are really passionate about hizo courses and you feel like that's where you wanna make change, apply for hizo courses kwa sababu zinakuwa na good funding. Na pia look for courses ambazo upo really passionate nazo. There are other ways to look for funding, and you just never know, you may get a very good scholarship, right? So many of us are poor to afford schools here abroad. Watu wengine nasema mimi nilivyo maskini hivi, nitawezaje kulipa ada milioni 60, milioni 100, ndo ada za vyuo vikubwa nje. Lakini admission nyingi zinakuja na scholarship package, hata kama ni kidogo. Kumbuka kuna mtu amelipia hiyo kidogo, so you have to acknowledge hiyo kitu. So mimi admission yangu ilikuja na funding, tunamwita Daddy Bloomberg. Tunapenda kujia kutasema Daddy Bloomberg alinilipia ada. So ilikuja na funding kutoka kwa Mike Bloomberg, at least 50%, ambayo ilikuwa ni kama zaidi ya $52,000 alikuwa amenilipia as fees kwa mwaka wangu wa kwanza, which is almost 50% ya ada yangu. So haikuwa sifuri. It's Mike na Bloomberg Foundation whatever wametoa hela kulipia, and that's significant amount of money, so I had to appreciate that support. Na nikaanza look for alternative ways to fundraise. So other means ya kujikava maisha ya kila siku, kuna so many RA positions, research assistance positions, kazi ambazo unaweza kufanya ukiwa international student huko Marekani, au kufanya kazi masaa 20 kwa wiki kipindi cha chuo, na kipindi cha likizo unaweza kufanya kazi full time, maana more than 40 hours a week. Na unakuwa unalipwa kwa kila lisaa ambao unafanya kazi. So kwa bahati nzuri nilikuwa nafahamiana na the Gates Institute. Ilikuwa inaitwa Bill and Melinda Gates Institute, nowadays it's William Gates Institute. So I just emailed them saying nakuja chuo, ninataka kazi kwa sababu ipo ndani ya chuo. They're like, Innocent, yeah, we have a job for you. So wakanilipia tiketi yangu ya ndege kuja Marekani, wakanipa kazi, nikawa nimeshaanza kufanya kazi and stuff. So it's about wengine wanatumaga kwa email maprofesa kuwauliza kama kuna kazi zozote. So profesa anaweza kuambia kuna RI position, kama unaweza ukasaidia, then itakusaidia kucover gharama zako za kila siku. Now apart from RI position na hizi scholarship package, kuna other alternative funding sources ambazo unaweza ukazifanya. Kama mimi nilifanya crowdsourcing in Tanzania, lakini pia huko Marekani, sababu bado kuna funding gap kubwa kwa ajili ya kuja kujianza, na nilikuwa najua na network kubwa ya marafiki. So marafiki zangu wanaishi Tanzania, wanajua nilikuwa naishi maeneo fulani Kibo, nilihost dinner, nikawa invite my friends. Nilikuwa na marafiki wanafanya kazi ubalozi wa Marekani, ubalozi wa Italy, nilikuwa na marafiki watangazaji wakubwa wa TV, wengine maproducer, wengine wanafanya kazi kwenye maofisi, lakini pia nikawalika my friends ambao ni wanafunzi waweze kuwa motivated. So I paid for dinners, kutumia hata $500. Pia dinner na vinywaji, kwa kuna wine and everything, people came kama watu wanaofanyaga vikao vya harusi. Nilitumia the same model. Niambia sasa mimi naenda kusoma, nimpata scholarship, nina gap, nataka mnichangie angalau hela za kwenda kujianza huko maisha nikifika Marekani. Wao pale my friends wakaanza kupledge, mimi nitatoa $200,000, mimi nitatoa $100,000, mimi nitatoa $300,000, mimi nitatoa $50,000. Mpaka marafiki zangu wengine ambao walikuwa ni student, I just invited them kwa inspired, wakasema mimi nitatoa $10,000, mimi nitatoa $20,000. So Tanzania peke yake I think nikusanya kama $2 million
just for that evening. It's significant, ni kama $1,000 na nilipia mikodi ya mwezi mmoja huko, and then nikafungua GoFundMe page na marafiki zangu tukapromote kusema Innocent ana look for alternative funding kwa ajili ya kumcover ada yake, nikapromote within my cycle, tukafundraise almost $9,000 kutoka kwenye network na cycle za marafiki duniani. So that was significant, ikanisaidia kulipia other funding gets. So kazi, the money I fundraised with my friends cycle nyumbani, also the money ambayo nilikuwa nimefundraise kutoka kwa my network ya watu duniani, especially huku Marekani na sehemu zingine. So nikawa nimepata hizo funding kwa ajili ya kucover gaps za ada, and you can do this crowdsourcing pia kama na ni mtoaji, kama mchoyo watu watakumwima pia, so but hizo models za maharusi na misiba tuzitumie pia kwenye mambo mazuri, they work, kuna watu wanazielewa and they are happy and ready to help you. Njia nyingine ni international student loans. Kama una gap kubwa la funding, wanafunzi wengi wa kimataifa wanachukua mikopo ambao hawana full funding, especially ukiwa kwenye kozi za sayansi, kuna agents wa mikopo wanatoa. Ubaya wa hii mikopo ni kwamba ina riba kubwa, so unatumia muda mrefu kuilipa hiyo mikopo kidogo kidogo, lakini ina take time. So si shauri watu kusema au go for loans, especially kama unajua unataka usome na urudi Tanzania, kwa sababu imagine kulipa hii mikopo ukiwa na mshahara wa Tanzania na labda inabidi ulipe $1,000,000 kila mwezi. Kwa mshahara wa Tanzania that's a lot. Angalau ukiwa unafanya kazi Marekani, it's something you can afford kulipa na bado ukabakiwa na hela zako. Lakini pia kama wewe sio mlipaji, this is going to be painful. Kama wewe sio mtu ambaye ukopeshwaga unakimbia na hela za watu, watakutafuta na itakuumiza. So do not go. Wengine wanakimbiaga Marekani, so shida kwamba ukimbia utakuja kuingia tena Marekani, kwa sababu ukiingia tu they are going for you kwa sababu wanataka hela yao. So kama sio mlipaji, I do not advise. Lakini pia kama you are not planning to stay Marekani long term, pia I do not advise. Watu wengi wanachukua mikopo kwa sababu wanajua mimi sitaondoka Marekani, nimeshakuja ndo nimehamia, hivyo hanitoi mtu, nafanya kazi huku, nitaishi huku, so I can afford kulipa dola kadhaa kila mwezi, kama Watanzania wanavyochukua mikopo ile ya serikali, ndio nita afford mshahara wangu asilimia kadhaa tu nitalipa. So a lot of people including American students wanachukua hii mikopo and they pay for quite a long time. Mwisho wa siku unakuwa na degree yako. Yeah, I guess unless kama kuna swali. Yeah. Kuna swali kwenye samani unaweza kaendelea Dela. Hapa nitaka tu nimwambie tu asante kwa kushare hii. Hapa ndo maswali mengi yanapokuja, watu wanasema nimepata shule, sijapata funding, nifanye nini? Lakini umetuonyesha very creative ways nyingi tu za kutafuta funding, which mimi kwa kweli nakupongeza. Kuna vitu mimi sikuwahi hata kuvifikiria, kumbe vinawezekana kabisa na vikafanya kazi. Lakini na hizi RA position za vyuoni, watu ametuambia amepata kulingana na connection ambazo alikuwa nazo, lakini vyuo vingi yani professors wanataka student waje wafanye kazi wawasaidie. Sikuwa na connection, lakini niliweza kusearch online, nika-connect na professor, nikamwonyesha interest zangu, zikawa zina align na zake, akanipa kazi kabla hata sijafika Hopkins. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, pia kinatoa ile, at least kinakutolea labda gharama ya kula, zinapunguza gharama tofauti. Kwa hiyo msiogope kwamba shule, na kama alivyosema pia shule kilimpa 50% funding, ambacho pia najua na mwaka wa pili wamempa more than 75% funding. So it's doable, lakini pia ni kuwa tayari kwamba umeingia katika hili, unapambana katika hili. Yeah, thank you for adding that, Adela. Nilisahau kutaja, thank you Mike Bloomberg, alinipa tena $70 na for second year kulipia ada, so that was good. Good. Yeah, nilikuwa nataka niongezee tu hapo kingine. Nafikiri hapo tumeongelea hizo funding kwamba upata 100% funding mwanzoni, lakini pia John Hopkins najua kuna opportunities za kupata pia full funding, ndio? Nafikiri hilo pia, kwa sababu nyote mlioko hapo ni watu mnaweza mkaliongelea vizuri, labda mnaweza mkawaambia watu namna gani pia wanaweza wakapata full funding kuweza kufund masomo yao. Na kitu kingine ambacho kuna mtu aliuliza ile swali la kwamba anaona ile application fee ni kubwa. Ile application fee think of it as an investment, right? Kwa sababu ukipata hizo opportunities, mwisho wa siku
Kwa mfano angalia ada ambazo tunaongelea, ada ambao wanaongelea hapa ni $70,000 kwa mfano kwa mwaka. $70,000 is a lot of money. Sawa, yani mtu anakupa $70,000 and then you only have to kuinvest 500,000 au milioni. Ukiniuliza mimi, I think it's a very reasonable call kufanya. Kwa hiyo usifikirie hizo application, just fikiria uko mbele unapoweza like the education ambayo utapata, the opportunities ambazo zitafunguka na the amount of funding ambayo utapata, kwa sababu ukichukua labda unapata let's say $70,000 mara 2 kwa mwaka, ina maana ni kama tuseme ngapi, $140,000, ndio for 2 years. $140,000 ni hela nyingi sana, yani ukiconvert zaidi ya $300 inaweza kuwa inapita. Kwa hapo ulikuwa umewekeza shilingi ngapi? Umewekeza 500,000 sijui milioni tu kwa ajili ya kuapply. So nafikiri tu focus kwenye kufanya applications zetu ziwe very strong, ili ziweze kuwa very competitive. Na pia kwenye funding, kwenye hizi gharama tujitahidi hizo waivers za hapa na pale, lakini kuna sehemu nyingine lazima tutatoa hela. We have good examples of people on this call pia ambao they are right now going through this process. Sitawa single out, lakini labda in the coming sessions pia wataweza kushare their experience kwa tunao Januari hapo kwenye call and others. Kwa mimi nataka no encourage, msifikirie hizo ni nyingi, tunaelewa, lakini kama ukiliamua kulivalia njuga wanasema, si ndio? Ili swala ni kitu ambacho unaweza just save, kwa sababu kama mtu unataka apply for example unataka apply mwakani kwa ajili ya mwaka 2027, ina maana unaweza ukatumia huu muda kuweza kusave kidogo kidogo, ukifika pale at least. Najua again pia ni rahisi kusema kuliko kufanya, lakini kama mtu ni kitu chako unataka, then unaweza ukafanya. You have to be intentional na kuwa aggressive. Kwenye hiyo point hapo ameongelea masuala ya mikopo. Mi nilikuwa sijui hii option ya kwamba watu wakija wanaweza kuchukua pia mikopo hapa. Ni options nimekuja. I stayed with a few friends from West Africa, and then ndo wakaniambia ni kwamba hii ni njia ambao wanatumia kufund na legit, na sio tu ni kitu ambacho ni kitu cha kawaida kabisa. Kwa hiyo that's another thing, lakini kwamba kama ino alivyosema kina matatizo yake, lakini so you can tell kwamba jinsi wenzetu West Africans jinsi walivyo na hiyo grit ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kuforce mambo yaende. So mi nawashauri msifikirie hizo gharama, nisiongee sana, I guess my point was mnaweza mkawambia watu kwamba kuna funding options ambazo wanaweza kupata 100% funding na kila kitu. Yep. Kuna I know tena Hopkins kuna funding option ambazo I think zimekuwa designed kuwafanya wanafunzi wawe matajiri basically. So I know a friend ambaye alipata MBA, MPH, kapata Hopkins wanatoaga wanaita Summer Scholarship, so inakupa full funding na inakupa monthly stipend ya kila mwezi, na bado ukiwa unafanya some RA position, I know a friend ambaye alikuwa ana earn $6 kwa mwezi akiwa chuo, toka amefika chuo mwezi wa kwanza, ana stipend zake za scholarship na ana muda anafanya RA position, anapata hiyo karibia $6 kila mwezi. Amemaliza Hopkins hapa, ana nyumba yake anapangisha Baltimore, but he was just a random guy somewhere in Africa, ila amejibadilishia maisha kwa anavyotaka, and is now working somewhere huko Marekani. So changamoto zipo, lakini there is always a way and you don't need to give up. So kuna hizo full funding, one is summer scholarship. I know kuna watu wengine wanakuja na some other scholarship models ambazo wanazipata au scholarship funding ambazo wanazipata kupitia department zao. Sometime inatokeaga bahati, kama sisi ilikuwa ni Mike Bloomberg alisema anatoa $1 bilioni kwa wanafunzi Hopkins, ndo tukapewa wanafunzi wa Masters of Science in Public Health mwaka jana, lakini haikuwepo. So hata hiyo 50%, 72% isingekuwepo. So you never know, muda mwingine mtu upo katikati ya masomo anatokea tajiri anasema rudisheni wanafunzi ada zao zote. Inajitokezaga sana hiyo Marekani, ambayo amaliza hicho chuo. So but yeah, tutaki kuzungumzia hizo bahati, but apply. Ukiwa una apply kama Hopkins, onyesha uhitaji wa funding. Kuna form unajaza kuonyesha uhitaji wa funding, kama mara nyingi admission letters zinakuja na funding. Nitaka niongezee hapo kuna hiyo Summer Scholar ambayo inatolewa kwa MPH na kwa MPH MBA student, na kama walivyosema ni kufanya tu application yako iwe strong, kwa sababu hizi funding nyingi ni wanasema merit based, wana assess your application against vitu vingi, wanaona wakupe 100% kulingana na school. Kwa hiyo hakuna separate application, ila ni application yako ku make sure kwamba iko strong, inaonyesha leadership, inaonyesha vitu vyote ambavyo tumeviongelea.
Kuna funding nyingine inaitwa leadership. Kwa public health kuna hii inaitwa leadership funding, ina jina lake. Kuna mtu alipata, Shabani alipata, ili cover almost 80% ya school fees yake, kwa sababu alionyesha leadership potential, alionyesha leadership experience, ambacho wao wana hiyo specific funding kwa ajili ya leaders ambao wanakuja kwenye school. Kuna dean scholarship. Kwa dean naye ana watu wake ambao anaona hawa wana potential ya ku make impact kulingana na vigezo alivyonavyo. Kwa hiyo how you write your statement of purpose, your application material ina matter. Lakini pia kama tulivyosema apply early, kuna funding ambayo inatoka katika World Bank. World Bank ina chuo, ukiapply ile mapema kabla ya deadline ya tarehe 1 Disemba, ile priority deadline, wana nominate watu kwa ajili ya World Bank scholarship. Na najua some people ambao wamekuja na kukaribisha watu wote kwenye session yetu ya leo. Kwa wale ambao hii ni mara ya inatoa nani, World Bank ni full funding, inatoa mpaka tiketi, inatoa nini. Kwa hiyo unakuja, yani wewe uko set kila kitu. Kwa hiyo kuna option nyingi ambazo nyingi ni kwa ajili wewe kuapply. Uapply externally, uapply scholarship, uapply nini, lakini put your application materials, ambao ziko strong, zinaweza zika speak loud about you, then hoping the best kwamba utapata a good funding, and also all other these alternatives ambazo tumeongelea. Perfect. Thank you, Adela. Yeah, I think mwisho wa siku ni asanteni. Any swali nipo happy kulijibu. If you want my support, please usisite, usinitumie email, lakini unaweza ukablock my calendar ya kupitia hiyo Gmail yangu mida yote, kuanzia 5 to 7 p.m. EAT time. Wewe unaweza ukapin just for 30 minutes, tukaongea na tukapitia application document zako kwa haraka. Kama hiyo siku block kalenda yangu, sina muda, naongea let's rearrange. Otherwise nasema tu best wishes. So hiyo ni free offer kabisa, kusaidia kupitia hizo statement zako of purpose and whatever. So uwe umeshafanya research, sianze upya na kufanya makikao kama hiki. Uwe umeshafikia hatua fulani, you just need some help. I'll be happy to support wale ambao wanataka. And yeah, best wishes, and please mkipata chuo celebrate na mtu tag kusema hey, fursa say Innocent, ile session ilikuwa very helpful, nimekuwa admitted chuo fulani, ina encourage watu kuendelea kufanya. So many thanks to Adela and Omari kwa kufanya hii kazi, tunasaidia ndugu zetu waweze kupata vyuo.